Leo tarehe 6 Novemba 2025, sisi wazee wa Baraza la Wazee wa Kimila Mtwara likiongozwa na mwenyekiti wake Mzee Selemani Abdalla Liloko tunatoa tamko rasmi la kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa na kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushindi alioupata wa zaidi ya 97.66% ni mkubwa na unaonesha ni kwa kiasi gani wa Tanzania tuna imani naye. Sisi Baraza la Wazee wa Kimila Mtwara tunamtakia kila laheri, afya njema, hekima, busara, uadilifu na ushupavu katika kuongoza nchi yetu ya Tanzania. Tunamuombea utulivu katika kuunda serikali mpya ambayo itaendelea kuwatumikia Watanzania kwa weledi mkubwa. Pia tunampongeza Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wazee wa Mtwara tunamtakia afya njema, hekima na busara katika kazi yake ya kumshauri na kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Aidha, tunampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kuwa rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Kwa pamoja tunamuomba Mwenyezi Mungu mwenye utukufu awatangulie katika utekelezaji wa majukumu yao mazito ya kitaifa na kimataifa. Sisi wazee wa Kimila Mtwara tunachukua fursa hii kuliombea taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amani, utulivu, upendo na mshikamano kwa taifa letu. Daima umoja wetu, kuvumiliana, kushauriana ndio silaha kubwa ya kudumisha amani ndani ya nchi yetu. Sisi tunao mategemeo makubwa kama wazee kwamba huruma itasonga mbele, hasa kwa nafasi ya wazee kutuhurumia na kutusaidia. Lakini pia tunaamini kwamba spidi anayokwenda nayo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni kubwa kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunamtakia kila laheri, Mwenyezi Mungu ampe nguvu na afya mzuri, pamoja na wasaidizi wake wote kuanzia wabunge, watakesi katika mikoa na wilaya. Waifanye kazi kwa uweledi na uvumilivu mkubwa ili kuwezesha taifa letu kubaki katika hali ya amani, hali ya uchumi ukue na hali ya maendeleo iwe kubwa. Sisi tunachukua nafasi hii kushukuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia taifa letu kuendelea kuwa na amani, na tunamwomba Mwenyezi Mungu aliweke taifa hili la Tanzania katika amani kubwa. Najua kabisa sasa hivi hakuna siyojua faida ya amani. Kuanzia sisi wazee tunaitambua sana amani, lakini na vijana naamini kabisa wa Tanzania wana uzoefu wa nchi hii kuwa na amani. Kwa hivyo vijana, sisi wazee wa Mtwara tuna wito kwa vijana, kwa sababu wenzetu vijana ndio wenye nguvu wa kulinda taifa na kulifanya taifa liwe salama ni vijana. Musiboteke wala musidanganywe na yeyote yule. Amani ni bora zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Amani ikivunjika kuirejesha ina kazi. Kwa hivyo nchi inaingia kwenye matatizo ya maskini na hali ngumu ya nchi ya maisha kwa magumu kwa sababu ya uvunjifu wa amani. Naomba sana kushika hatamu ya kuhakikisha kwamba amani inakuwepo katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu. Tumekaa, mimi kama mzee muda mrefu tumekaa, lakini kwa kipindi kifupi alichochaguliwa Mama Samia, faida yetu tumeona maendeleo na tumeona jinsi anavyotuchukulia. Kwa hivyo sisi tuna imani na yeye, na kuchaguliwa kwake sasa kunatupa moyo wa kuona atazidi kutuongoza, na pale panapoonekana pana matatizo kama sisi wazee tukishauriwa tutazidi pia na yeye kumshauri. Sisi wazee nia yetu kubwa ni maendeleo, na maendeleo hayaji
bila watu kuwa na usalama, amani, uchumi, maendeleo, shati patikane amani. Na sisi tulikuwa mstari wa mbele kuwahusia vijana kutokana na hali iliyojitokea. Kila wakati tunajaribu kuzungumza nao na kuwahusia kwamba amani ndio kitu ambacho kinacholeta maendeleo katika taifa. Hatupendi kama sisi wazee wenu kuona taifa linakwenda vibaya. Tumeanza mbali kulitunza taifa hili mpaka linafika kwenu, mikononi kwenu. Kama sisi tungechukua hatua za kitoto, nyinyi taifa hili mngeikuta halipo. Lakini sisi wazee tumeanza kulitunza mpaka hapa tulipofikia. Sisi tunawakabidhi nyinyi, na nyinyi lazima mchukue heshima ya kuwa sisi tunawakabidhini kama wazee wenu, mulitunze taifa hili. Wito wangu kwa viongozi wote ambao watapata nafasi ya kuchaguliwa, na waomba kwanza kabisa waangalie mafungu matatu. Waangalie kwanza vijana waweze kupata mwelekeo wa maendeleo. Pili, waangalie akina mama, hususan wale ambao wanafikia hatua ya vikundi nao waweze kupata nafasi za kuweza kujiendeleza. Na mwisho nasema wasitusahau wazee ambao tunajiweza kwa namna yote ile, waweze kutuendeleza ili nchi iendelee kuwa na amani. Na ombea sana 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 kwa ujumla wananchi wote, na hasa wale ambao watapata nafasi kwenye Wizara ya Elimu, wale ambao watapata nafasi kwenye Wizara ya Afya, hawa wote wajaribu kuendeleza kuwa na mwendelezo wa hawa vijana waweze kuwa na hali mzuri ya kuendeleza nchi yetu ya Tanzania.